Karibu sana katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Philip Mkin, Charles Abel, Judith, tukiwa tunakuletea yalojiri katika kurasa za mwisho kwa siku hii ya leo. Lakini pia tutaangaza katika magazeti ya wiki nzima ambayo yamekwisha pita. Lakini kikubwa, Philip, habari za asubuhi. Mvua mambo vizuri. Mvua kila sehemu. Shughuli pevu sana huko nje huko. Islamu umekuwa ya mvua siku ya tatu leo tangu juzi. Nimeambiwa kwamba ni siku 4. Inaisha leo au kesho. Mmoja alitangaza kwamba ni siku 4. Kama ni siku 4 na maana ni kesho. 4. Haya, tupo hapa Dar es Salaam ikiwa imeloa. Ikiwa chapa na mvua. Lakini pia niseme tu kwamba tupo tunaendelea na Simba ipo katika maandalizi ya mwisho kuelekea kule Morocco katika mji wa Berkane, na itacheza tarehe 17 na Berkane katika fainali ya kwanza, ikifuatiwa na fainali ya pili ya kati ya Simba na Berkane. Yaona uwanja unakaguliwa. Uwanja wa Benjamin Mkapa au wa Berkane? Wa Benjamin Mkapa. Taarifa zikawa zinasema ya kwamba complete kwa tutaiona finali hapa. Iko tiki. Kwa jinsi taarifa zilizotoka zikawa zinaonyesha ya kwamba wameridhika. Jana taarifa za jioni kabisa kwamba kule Mashemeji Dabi imeahirishwa. Mechi zako Abel, nimeiona ile taarifa. Wameahirisha nani? Goli za jioni. Gor Mahia na Leopard. Gor Mahia na Leopard wameahirisha mechi. Lakini wewe binafsi unazungumzaje, Philip Mkini, kwamba mimi nimekuja kuona athari ni kitu kizuri? Unajua katika athari kuna positive na negative. Ni kitu kizuri kuwa na michuano hii ya CAF sawa kama waandaaji, lakini unaona athari zake. Unajua kila kitu kitaka kitu kizuri lazima kubali kuwa kitakuwa na athari. Lakini baada ya athari zile ambazo tunazipata kwa muda mfupi, baadaye mnabaki na kitu kizuri zaidi. Unajua Afrika Kusini leo wanatamba kuwa na viwanja vingi sana bora kwa sababu ya World Cup waliandaa. Lakini wakati ule wanaelekea kwenye maandalizi, nao walipita kwenye michakato hii ambayo sisi tunapita. Kwa nafikiri baada ya hizi athari ndogo ambazo tutaziona sasa hivi, baadaye tutakuja kupata kitu kizuri zaidi. Kwa nafikiri jambo la msingi ni kuvumilia kwenye haya mapito ambayo tunapita sasa hivi. Kwa sababu hata ukiangalia picha nilikuwa naziona Azam TV nafikiri kwenye page yenu. Ukitazama uwanja wa Mkapa, zile city na nini, mazingira yalivyo, unaona kabisa kwamba baadaye kuna kitu kikubwa sana kitakuja kutokea. Lakini ukiona mpya na zinang'aa, ukiambiwa Arusha sijui unajengwa uwanja, unaambiwa sijui Dodoma kunajengwa uwanja, unapata moyo. Unauona ule uwanja wa Meja Isamio, unaambiwa bwana hapa timu zitakuja kufanya mazoezi. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kitu kizuri. Tuvumilie kwenye hichi kipindi kifupi ambacho tunapita. Itakuwa ni kigumu, lakini baadaye nafikiri tutakuwa na kitu kizuri zaidi. Okay, gazeti la Mwanasport kwa la leo hili wamekuja na vita ya usajili. Inaanzia hapa. Kuna picha za wachezaji, kina Pacome wapo hapa. Lakini kuna taarifa nyingine, Fadlu atoa siri ya Ahoua. Tuipokee tu fainali ya ligi za wakulima. Fainali ya ligi za wakulima. Hujaelewa? Hujaelewa bwana? Taelewa baadaye najua. Wabunge wanaelewa tatizo lipo kwa klabu, wakizungumzia maandishi ya blue yako kwa chini pale Kariakoo Derby. Tiketi ya CAF yampa pressure Taus Minziro ngoma nzito. Hiyo yote ikiwa ni katika gazeti la Mwanasports.
Katika gazeti la Mwananchi, fainali ya ndugu wawili, kwa maana kwamba Manchester United na Spurs wakiwa wanajiandaa kucheza fainali Ulaya, vita 6 ngumu ligi kuu bara. Tumezoea sasa gazeti la wanatuambia ubingwa uko pale. Sasa hivi wamekuja na vita 6 pale, wamekuja na nani. Haya leo nikasema tuje na magazeti yaliyopita ya wiki yote. Kwa mfano gazeti hili ni la Uhuru, nasema ushindi uliopata Simba dhidi ya JKT Tanzania mechi ya ligi kuu. Katika gazeti Yanga ashikilia msimamo wake. Katika gazeti la Uhuru, hii itakuwa ni gazeti la juzi Mei 6. Mei 6 juzi. Uwanja wa Mkapa kukamilika Mei 15. Hapa siku 2 tu kabla ya fainali ya kwanza. Kabla ya fainali ya kwanza. Kabla ya fainali ya kwanza. Charles, nimeambia umeenda kuangalia uwanja maana mwenzangu Charles. Charles yapitwi. Vipi, umeonaje uwanja? Uwanja uko vizuri hasa eneo la kuchezea. Shida yangu sio kubadilisha viti. Pitch pale uko vizuri hasa eneo la kuchezea. Hasa unajua wameufanyia hadi majaribio kwenye baada ya kuweka zile naniliza kutoa maji uwanjani. Wamewekaje? Yaani walikuwa wanaumwagia, yaani wanamwaga maji. Kutest yani kwamba maji yanakaa au hayakai. Yale madudu ya mvua, yale nani za moto. Yaani miongoni mwa marekebisho walikuwa wanaweka zile njia yani nani za maji kupita. Yaani kama iwapo kama kitokea kuruhusu maji kutoka uwanjani. Kwa hiyo walikuwa wanafanyia test yani majaribio baada ya kukamilisha ile kutengeneza hizo nani za kutoa maji kutoka kwenye pitch. Yaani walikuwa wanamwaga maji ili waone kama maji zikupa hazikuwepo. Dakika 90 za pressure. Hili ni katika gazeti la Jumatatu la Mwananchi, ikiwa ni mechi ile ya JKT. Kesho ni El Clasico. Kesho El Clasico, alafu kesho pia Simba anacheza kesho. Na KMC ambayo itakuwa mechi yake ya mwisho ya kiporo. Mechi yake ya mwisho ya kiporo. Anakuwa amebakiza viporo. Na kiporo tena. Kiporo kimeisha. Atakuwa ameshakula viporo vyake vyote. Atakuwa amelingana na Yanga, si ndio? Yeye na Yanga anabakia na kiporo kimoja. Atakuwa anabaki na kiporo kimoja na Yanga. Chakuwa wenyewe kwa wenyewe. Kiporo chao. Tukiangalia kishapangiwa tarehe. Kama akishinda kesho tofauti yake na Yanga itakuwa pointi moja. Na hapo ndipo inapokuja ule mjadala wetu wa last week ambao kila mmoja alikuwa na maoni yake kuhusiana na lini dabi ichezwe. Yale mjadala wa wiki iliyopita kuhusiana na lini dabi ichezwe. Yaani mechi ya kiporo. Kwa hiyo bodi ya ligi wameshategua kitendawili sasa Sasa ile tarehe 15. Kwa hiyo hoja yenu wa 4 imepita. Hoja yenu wa 3 nadhani wa 4 imepita. Mimi hoja yangu bodi hajaizingatia. Kwamba mwisho wa ligi. Mimi nilipendekeza mwisho wa ligi. Wengine kila kitu. Wengine mkapendekeza kabla ya ligi, yani kabla ya mechi zingine za ligi. Kwa hiyo wameweka mechi 2 nadhani kabla ya raundi 2 za mwisho. Hivi ni 2-1. Ligi inaisha 18. Ligi inaisha tarehe 22. Kwa hiyo kiporo tarehe 15. Baada hapo kutakuwa na mechi tena 2 kwa kila timu kumalizia. Labda mimi na swali katika hapo, Judy na Fausti. Juni 15 ni Yanga Simba, si ndio? Juni 30 Juni 30 ni ile amna. Juni 30 ni kuna mechi za nanili za FA. Ile amna finali na 30. Finali. Kwa sababu ligi inaisha tarehe 22, wiki inayofuata ndio nasema Juni 15 pale Yanga Simba ligi kuu. Tumemaliza. Juni 30 ile amna. Tokea tena nayo na ikitokea wanakutana tena wanacheza. Kwa hiyo kuna uwezekano wa Simba na Yanga kukutana ndani ya wiki. Sasa hapo ni mpaka tujue kama
15 inachezwa kweli? Mpaka hiyo tarehe 15 inachezwa kweli? Ikishatoka na ni Judy. Tuamini ya kwamba 15 kinapigwa. Kinapigwa. Basi inawezekana kwa sababu kuna Yanga na JKT nusu finali ya kwanza, Simba na Singida. Kwa hiyo hapo bado haijajulikana nani atapita, yote anaweza akapita. Kwa mahesabu pale tukiweka hivi tunakutana tarehe 30. Unajua hapo kinachotokea nini? Simba na JKT wanakutana back to back. Simba na Singida. Wanacheza kwenye ligi leo, wanakutana na ndani ya siku 3 tena wanaenda kukutana kwenye siku mbili. Hapo lazima mmoja hapo kwa uzoefu wangu mimi. Hata kwenye ile dabi. Lazima wagawane. Mmoja atashinda mechi yake, mwingine mechi yake. Yaani mmoja Simba mechi yake, mwingine. Sasa ni ipi? Unajua hapo ukisema mmoja atashinda yake, unakuwa unazungumzia mmoja anakuwa amechukua ubingwa hapo ujue. Yaani anachozungumzia hapo ina maana wanagawana makombe. Kwa mmoja atachukua FA, kwa sababu kama ukienda kushinda kwenye finali zote zile tunao tukasema kama hawatapoteza hapa katikati. Kama hawatapoteza kwenye ligi hapa katikati, ina maana anaenda kushinda dabi ya kwenye ligi ndio bingwa. Kama wataenda wote finali, ina maana atakayeshinda kule ndio bingwa. Mara ya mwisho kukutana wiki, kwa mfano kucheza Simba na Yanga wiki baada ya wiki, sikumbuki. Yaani wiki moja imepita tu anacheza tena. Sikumbuki. Mimi kwa upembuzi wangu toka ambayo najua nilipo naona El Clasico. Nishaona El Clasico imetokea mara nyingi sana. Wiki kama 3 hivi zishatokea sana back to back. Wiki 3. Ila kiukweli ukiangalia kwa ile fixture iliyotolewa, Simba anapita njia ya miba kweli. Simba anapita njia ya miba. Fixture gani? Yaani baada ya mabadiliko ya ratiba kutolewa. Yaani kama Simba anafanikiwa kutoa mataji msimu huu, ikitokea akachukua kwa mfano Confederation, akachukua ligi kuu, akachukua na kombe la shirikisho la CRDB, yake itakuwa ile. Yaani ni mwaka ambao Simba wanatakiwa wajivunie sana kuliko miaka mingine yote, kwa sababu ukiangalia ratiba mkini amezungumzia kwamba kwa mfano kama mechi na Singida Black Star ndani ya siku 2 tu. Yaani anacheza Dar es Salaam tarehe 18. Tarehe 28. Tarehe 31 Babati na Singida hao ambao sote mnyepesi. Kwa mfano kwenye kombe la Confederation anacheza tarehe 17 Berkane, tarehe 25 Dar es Salaam. Yaani anaweza kaa na mechi 6 dhidi ya timu 3 kubwa. Yaani timu 3 kubwa ndani ya kipindi. Yaani mechi zenye maamuzi. Na ni mechi ambazo msimu wake wote. Na ni mechi zote ambazo zina maamuzi, yaani mechi dhidi ya timu tough. Unajua kuna kipindi nadhani Simba alichezana na Mungo mechi 2 mfululizo, yani akacheza kwenye ligi then baadaye wakakutana kwenye finali ya FA kule, walicheza na Nelson Mandela Rukwa. Lakini sasa hizi angalia sasa tofauti, yani kwamba anakutana na vigongo hasa. Anacheza na Berkane, nguvu unaitumia hujapumzika siku moja, ni siku moja kwa sababu Simba akicheza anamaliza, mfano tuashumu ya kwamba Simba amechukua ubingwa tarehe 25 anamalizana na Berkane, anachukua ubingwa. Nature ya wachezaji wengi ilivyo, bingwa wa Afrika sio kitu kidogo. Tarehe 26 tuamini ya kwamba bado wachezaji wataamka na ile hangover ya kushangilia ubingwa wao. 27 utawaita mazoezini, bwana enjoy turudi tuwe sawa. 28 anacheza na Singida, ambaye Singida muda wote kupumzika, yani anakuwa Singida mpaka kwanza sasa hivi amerelax. Yaani umeona muda wote amerelax. Alafu ukishatoka hapo mechi inamalizika tu, ina maana wewe utaanza safari ya kwenda Manyara, Babati kwenda kucheza na huyu Singida ambao umemalizana naye hapa. Mmeshasomana dakika 90, mnaondoka mnaenda kusomana dakika 90 zingine. Ukishamaliza pale unarudi tena Dar es Salaam kwa ajili ya mechi ya ligi. Kwa hiyo nafikiri sio kitu kidogo. Sababu hiyo tarehe unakuja kuizungumzia hiyo 30 na ina maana ukishachomoka hivi kuna mechi hapa zinaenda mpaka tarehe 11. Unajiandaa na mechi ya dabi. Sio kitu kidogo. Wao ukifikiri yani ndio maana Chazi anasema kama akifanikiwa, sababu hizo mechi zote ambazo unakutana na Yanga mfano kwenye ligi ni mechi ya maamuzi. 30 ipi hiyo unazungumza dabi? Si ya Juni? Ya Juni. Ya tunazungumzia 30 ya Juni ambayo ni ya finali. Ya tunaashumu ya kwamba alimtoa Singida kwa amekwenda kwenye finali. Achana na hii finali ya kwanza ya tarehe 15 ambao umesema watagawana. Ila ligi. Wao wasema wanagawana. Ila ligi.
Haujasema ni ipi, umesema tu kuna mmoja atashinda hivi. Ni kweli. Efa una jambo. Na hata ukiangalia nikitupia njia na jicho kauli ambayo ametoa kwamba njia ya miba kulikuwa na njia hiyo miba haianzi kwenda kwenye michezo hii ya finali labda kombe la shirikisho na kuendelea. Imeanza kuanzia hivi viporo vyake vinne vilivyokuwa vimebakia. Kwamba alianza kucheza tarehe 5, akacheza tarehe 8, akaja anakuja kucheza tena tarehe 11. Ukiangalia ni kipindi kifupi tu cha masaa kama 40. Alianza tarehe 2. Alianza tarehe 2. Sawa, mpiga back to back viporo vinne. Yaani akimalizia kesho anamaliza viporo vinne ndani ya siku 10. Ambazo tarehe 8 mpaka tarehe 11 ni kama siku 9 siku 10 hivi. Amecheza mechi 4. Fanikiwa lakini. Of course amefanikiwa lakini kama unakumbuka Simba wakati wametoka mechi hii aliocheza ya Afrika Kusini, walvorudi ndo wakajiandaa na mchezo dhidi ya kwa nani wale Mashujaa. Mchezo ulikuwa mgumu sana, hata wachezaji walionekana kama wamechoka. Yaani ile uchovu wa safari walikuwa nao, na hata mechi ya JKT bado ilikuwa mechi ngumu. Kidogo mechi ambayo unaona wachezaji walicheza kidogo unaona wamerelax, yani wako fit, ni mechi dhidi ya Pamba. Lakini zile mbili za mwanzo wakati ndo wametoka safari kucheza mechi ngumu ile kule Afrika Kusini, alikuwa na wakati mgumu sana. Sasa hapo unafikiria atakapotoka Morocco safari ndefu anakuja ajiandae kucheza mechi hiyo na Singida. Na hata ukiangalia mechi ya Pamba waliwapa ulaini tu wenyewe Simba. Yaani aina ya Pamba alivyocheza na Simba, yeye ndio hakufanya kama walipo. Unajua mfano Mashujaa na Simba walikuwa wanaona kabisa Mashujaa walikuwa wanaona bora tupate sare. Yaani angalau pointi moja sawa, lakini Pamba alivyokuja aliamua kufunguka bana. Mimi tunapambana, tunapambana wote, mechi ikaonekana kama vile kwenye ule mzani kidogo Simba wamekuwa bora kuliko wao. Sasa na hicho ndio nataka nikiseme. Ukiangalia wale Mashujaa, unajua wakati mwingine hizi mechi ndio maana hata mkini ulitabiri sana ugumu wake kipindi kile. Simba unajua sasa hivi kiukweli, yani hata wanaweza kwenye public hivi wasiseme hivyo, lakini kiuhalisia Simba finali ya CAF wanaitaka hasa. Yaani finali ya kombe la shirikisho Simba wanaitaka hasa. Kwa hiyo ukiangalia focus za wachezaji, benchi la ufundi, viongozi na hata mashabiki wanaitazama zaidi finali ya kombe la shirikisho pengine hata kuliko ubingwa wa ndani. Kweli kabisa. Sasa ukiangalia kwenye hizi mechi kama umefuatilia, Simba wanaonekana wachezaji wao wanahofia sana kuumia. Mashujaa, of course mimi kuna sehemu nawapongeza Mashujaa na kuna sehemu ambako na wakosoa Mashujaa. Game ya Mashujaa walikuja kabisa, wanaamini kwamba yani naamini mwalimu Salum Mayanga aliwaambia kabisa wachezaji wake kwamba Simba kivyo vyote wataingia, hawatotoa 100% ya uwezo wao kwa sababu wanajilinda wasiumie. Yaani kwa sasa hivi lazima watakuwa wanajilinda wasiumie. Na ukiangalia kweli mipira mingi ya kugombea, yaani unaona kabisa mchezaji wa Simba ingina na mchezaji wa Mashujaa na sasa ikafika hatua kwa mfano Mashujaa sasa ile nguvu yao akawa wameipitiliza. Yaani matumizi ya nguvu yakawa yanapitiliza. Umeona? Lakini ukiangalia kama game ya JKT walikuwa wako aggressive, lakini sio, unajua kuna kuwa aggressive na kucheza rafu. Yaani wao walikuwa aggressive kwamba wanajua kabisa tukienda kwenye mipira 50 kwa 50 tukigombea na mchezaji wa Simba tuna possibility kubwa ya kuiwin. Lakini sasa kama ulivyosema Pamba wanaamini kwamba sasa Simba wameshachoka. Mechi Mashujaa yaani hapo ni angalia back ya Simba na jinsi wenyewe walivyocheza. Mashujaa na walivyocheza Mashujaa walicheza na JKT wakaona kabisa Simba mpaka wanaingia kwenye mechi yetu hawa watakuwa leo tunende tukaifungue timu. Kwa hiyo ndo ikaja kitu cha tofauti. Na kitu ambacho pia na expect yani kwenye mechi ya Simba na KMC naona Simba anaweza pia akawa na urahisi kwa sababu ya nature ya KMC. Haina kucheza. Yaani ukiangalia aina ya wachezaji wa KMC, maumbile yao, ile physicality yao, hawana ile physicality kuangalia yani kulinganisha na JKT na Mashujaa. Hata inaweza kucheza. Yaani unajua Mashujaa na JKT by nature tu kwanza hizi ni timu za jeshi. Yaani zinakupa kweli mechi. Lakini ukiangalia KMC msimu huu jinsi inavyocheza, sio aina ya timu ambayo hata wakisema sasa twende tukawa aggressive kwa Simba, aina ya wachezaji ambao wanao sio aina ya wachezaji ambao wanaweza wakatoa hiyo aggressivity. Kocha wao hayupo. Kocha yani ndo tunapokuja. Ukiangalia kocha wao sasa hivi anakaimu kocha wa timu ya vijana, yani kocha wa viungo. Bwana ambaye naye kiasili anapenda timu icheze. Yani KMC unajua hii kama ni philosophy yao. KMC kwanza alipotoka ile kocha alienda Yanga alikuwa anaitwa nani? Amri. Huyo wapi mwenyewe alirithi ile timu. Yani ukiangalia kocha ambaye alienda kwenye ile timu ambaye kiasili ya yani sio mwalimu wa timu kucheza, alikuwa ni Julio.
lakini ukiangalia asili ya makocha wote waliopita. Alifundisha mechi ngapi? Nadhani sidhani kama alifikishaga hata mechi 20 KMC. Lakini makocha walobakia wote walopita kina Etienne, yani akina Itimana Thierry, yani ni walimu ambao wanapenda timu icheze. Ndio filosofia yao KMC. Haya, tuna mbio za marathon ambazo zinaendelea hivi sasa katika channel ya Azam Sports 3. Ni mbio za uboreshaji wa miundo mbinu pamoja na elimu na afya, na kusema kweli unaweza ukaona namna ambavyo mbio hizo zinafanyika. Naibu Waziri Mkuu Doto ndio mgeni rasmi katika mbio za Tulia. Doto Biteko yuko hapo, na kabla ya kipindi niliona kama anazungumzia kwamba naye atashiriki katika mbio hizo. Unaweza kuziona sasa hivi, na afadhali kijua kipo kule kwa wenzetu wa Mbeya hiyo moja kwa moja hiyo. Tulia Marathon wakiwa wana uboreshaji wa mbio wa masuala ya miundo mbinu pamoja na tumsikilize Mohamed Mchokaa kidogo tu, alafu tutaendelea na kipindi chetu cha Kurasa kutoka hapo. Yes, mtazamaji wa Azam TV, hii ni Tulia Marathon msimu wa 9. Tunazitafuta kilomita 5 ambazo ni za moto. Kilomita 5 hii ni Tulia Marathon msimu wa 9. Tunakuonesha kila kinachoendelea hapa Mbeya. Eneo hili kwa mtaalamu wa Mbeya, wewe sio mzuri sana. Hujaenda Mbeya? Nimeenda, lakini sio mzuri sana. Uwanja Sokoine tunaofahamu? Nafahamu. Charles Abel Sokoine naofahamu. Judith pamoja na Faustin. Eneo hili hapa ni lile umbali kidogo kutoka katika uwanja wa Sokoine. Unakutana sana, kuna maofisi ya serikali hiyo njia hiyo. Unakutana kuna maofisi kuna kijani kizuri sana. Karibu na makaburi ya Wahindi hapo kieneo hicho hapo. Unakwenda moja kwa moja mpaka Mafiati, wanasema Mafiati. Wanasema pale Mafiati pale kwenye wana traffic light moja pale mjini pale. Moja na hisi pale, ndio hiyo Mafiati na hisi hapo. Wanakwenda hapo. Haya, naonyesha umahiri wa kuifahamu Mbeya japo miso uko vizuri. Umeona Haya, kwa hiyo ni unaweza ukaishuhudia katika Azam Sport 3 ambayo inaendelea hivi sasa, na kiuhalisia unaweza ukasema ni jogging, au unasemaje mkini kwa utaalamu wako? Ni jogging. Ile marathon yenyewe ile ndio ile ambao wameshaanza mapema kabisa, wale wa medali kilomita 21, kilomita ngapi wameshaanza. Hii ni kama jogging ambao wakati mwingine hata Charles anaifanyaga. Mbio zangu sio ndio zako yani mimi nisha declare kwamba mimi kwenye hizo mbio hizi ndio mbio zangu mimi. Basi nilikuwa najua na bahatisha. Unaweza kukimbia. Hizi ndio nataka. Hizi sawa, mimi nakubaliana na wewe. Hizo hapo sahihi kabisa. Hizo zingine nawaachia kina Simbu. Sasa hizi unajua kuna tofauti. Hizi haya ni matembezi ama ni mbio? Mimi nadhani katabiri nikasema ni matembezi. Sababu kwanza ni jogging. Tofauti ya jogging na matembezi ni kilomita. Hii ni walking. Hii ni walking, ni kilomita 5. Kilomita 5 huwezi kukimbia. Sasa Abel amesema kwamba ndo zake. Ndo hizo. Kwa hiyo Abel uko kwenye jogging, uko kwenye matembezi. Mimi niko kwenye jogging kilomita 5. Yaani umbali wangu mimi ninaweza kukimbia. Ni huo.
Kwa kutembea. Yaani mimi mambo ya kilomita 10 sijui kilomita 20. Kwa sababu ujue watu wengi ujue marathon za Tanzania hata hizo unaposikia kilomita 21 wote ambao wanakimbia kilomita 21 ndio wanakimbia. Yaani unakuta mtu anakimbia akifika kilomita labda 2 Anatembea. Mwingine hata 2 afikishi. anapiga Hamza kanuni taratibu anaanza kutembea. Kwa kuna kwenye jogging kwamba jogging ni kama unakimbia kwa kujifurahisha. Jogging ni kukimbia taratibu ile. Unafika mahali unatembea, ambapo sasa mkimbiaji mwenyewe anakuwa na pesi yake ambayo labda kila kilomita moja unakimbia labda kilomita yani kila labda dakika moja unakimbia labda kilomita kila yani dakika moja labda anakimbia kilomita moja au dakika hivi na anakuwa na pesi. Lakini sasa si wengine swala la pesi hilo sisi alituhusu alikuhusu kwa sababu hata international kimataifa hao nimewachia kina Simbu sijui kina Geai Giniki hasa mimi nakimbia kwa mfano mimi nakimbia natafuta nini? Boresha afya kutengeneza connection na watu basi. Haya bana, hilo la mwisho nilitegemea hilo la connection la connection. Hiyo unaweza ukazishuhudia hizo mbio za marathon, acha niseme hivyo. Lakini hii mbio za ina faida sana. Ina faida yani ina faida sana na imewasaidia watu wengi sana. Unajua kiangalia pale unaona idadi kama watu wangapi kwa wengi sana. Lakini wasingekuwa na hizi na maana wengi walikuwa wamekaa kutembea, lakini kuna wanaokimbia kweli asubuhi. Afu wanakuwa wengi sana kwenye hii Tulia, wanakuwa wengi sana wale walokimbia kweli. Na kitu kingine ambacho kimejitofautisha kati ya Tulia marathon na mbio zingine, unajua huko kuna hadi yani kuanzia mwaka 2020 nadhani ni mbio msimu wa 9. Sasa kuanzia mwaka 2000 Dr. Tulia aliongeza kitu, yani kuna hadi zile mbio za mbio fupi. Anaongeza kitu hela au yani mbio fupi. Nani mwenyewe alikimbia huku na akachukua medali. Yani mbio fupi maana yake zile mita 100, alafu mita 300, mita 1500 zile za unajua kwenye mbio kuna field na tracking. Sasa kuna zile za ndani yani za uwanjani za mita 100. Unajua marathon wengi watu wanadili na ambao ukifuata watu wa riadha huwa yani wale viongozi wengi wa riadha ukiwaambia kuhusiana na hizi huwa wanazikataa sana. Kwa sababu gani? Wanazikataa kwa sababu hazimjengi sana kutengeneza wanariadha wengi. Kutengeneza wanariadha. Wao wanataka hicho alichokifanya ambacho Cheza anakisema sasa ndio sahihi. Ukiandaa hizi, andaa na mbio za uwanjani ambao zitakutengenezea wanariadha ambao baadaye watakuja kuwania medali. Kwa hiyo hapo kuna mwanariadha kama Simbu, Geai lazima awe ameanzia uwanjani. Yaani hakuna mwanariadha ataanzia kwenye hizi mbio ndefu. Kwa hiyo hicho alichokifanya ndio kitu kizuri zaidi. Sasa mimi nakumbuka hizi zenyewe hata Geai mwenyewe alienda kule anachukua medali. Lakini kama miaka mingi wote wakiendaga wanariadha ndo wanashinda. Yes, lakini pia upande wa pili mbio hizi za unajua hapa katika kipindi cha katikati ndipo zimeibuka sana hizi marathon. Na zimekuwa na msaada mkubwa. Zamani kulikuwa hakuna. Zamani marathon wanariadha wa Tanzania wanatoka waenda kukimbia Kenya labda. Kulikuwa na marathon nyingi sana kule. Mpaka baadaye zilipoanza kuja hizi nyingine mpaka sasa hivi tunaziona hizi za Tulia. Kwa upande mwingine ukiongea na wanariadha wenyewe, wanariadha sio akina Chazabel. Wanariadha wanakuambia ni msaada mkubwa sana kwetu hizi marathon zinapokuja. Zile nusu marathon kilomita 21, kilomita 42. Kwa hiyo zinawasaidia kwa sababu wanakuwa sasa na mashindano mengi ya kufanyia mazoezi, kujiandaa na mashindano mengine ya kimataifa. Sasa unajua Faustini, hoja sio kwamba hujamuelewa vizuri Nkini. Mimi nimemuelewa kuhusiana na watu hawayakatai haya mashindano. Ila wanashauri, unajua kwa sababu gani? Mashindano ya mbio za mbio fupi Israeli kama yanakufa kwa Tanzania. Sio, unanielewa? Ndio maana wana encourage kwamba wanaandaa hizi marathoni angalau waweke mbio za mita fupi, mita 100. Mimi simpingi 1500. Simpingi Nkini anachokiongea. Yuko sahihi kabisa. Na hizo hata ukiwafuata wale viongozi wenyewe wa riadha wanakuambia umuhimu wa hizo mbio za ndani za kukimbia zile. Lakini nazungumzia sasa kwa wale ambao tayari wametoka huko wanafanya hizi mbio ndefu. Kwao hizi sasa zinapokuwa kwa wingi ndio sehemu ya kwenda kufanya mazoezi kwao. Mara kwa mara. Sahihi kabisa. Okay, haya yuko ni marathon unaweza ukaishuhudia katika channel ya 3, channel Azam Sport 3 HD ambayo utaweza kukutana nayo hapa. Sisi tuendelee na mambo yetu, na mtaani pia yuko Ali Bakari na kwa wakati wote tutaweza kuungana naye. Lakini katika ligi mbili
za Ulaya Judith, Hispania La Liga, Serie A Italy. Kwenye gazeti hapa naona kwenye upande wa Barcelona na Real Madrid, Barcelona na pointi 79, Real Madrid na pointi 75. Kesho ni kipute cha Barcelona dhidi ya Real Madrid, El Clasico. Watatu hapa na nyemelea hapo ni Atletico Madrid na pointi 67. Naamini huyu amekwisha ondoka katika kinyang'anyiro, lakini wapo mechi 34, timu ziko 20. Au bado mechi 4. Utofauti wa Barca na Athletic ni pointi 4-5. Pointi 4. Athletic 66. Pointi 4. Kati ya nani? Athletic yeye ana pointi 67. Barca ana 75. 75, maana tofauti pointi 8. Huyo alikuwa Barca ana 79 ambaye ndo anaongoza. Real Madrid ndio Athletic pointi 11. Zilizobaki kama pointi mechi 9 hii. Maana yake hapo tunabaki mechi 4. Maana yake hapo mbio ni za watu wawili. Ukiangalia kwa kanuni za El Clasico, yani kwa kanuni za Spain, Barcelona hiyo mechi hata sare kwake ina faida. Yani kama anatoka sare kwenye El Clasico hii sasa hivi, ina faida kwa sababu ana maintain gap la pointi 4 na anakuwa anahitaji nadhani yani kwa sababu wale Spain kama mnalingana point, ushindi anapatikana kwa kuangalia matokeo baina yenu kwenye mechi mbili. Head to head. Kwenye mechi head to head. Sasa ukiangalia Barcelona mechi ya kwanza alipata ushindi wa magoli 4. Huyu Atletico Madrid huyu hawezi kuchallenge. Huyu hawezi kuchallenge kwa sababu kama Barcelona na 79, huyu ana 65, 67. Wote pointi 12 ambao ndio hizo mechi 4 bado. Ndio mechi 4. Ndio mechi 4. Sasa Atletico anachotakiwa yeye aombe Barca apoteze zote. Na sasa na Madrid apoteze zote. Kitu ambacho ni kigumu pia. Na yeye pia ashinde zote. Ndo kama alitokea German. Leverkusen alikuwa anaombea hivyo kwamba angalau Bayern adondoshe na yeye afanye nini? Asogee. Bayern kaangusha pointi 2. Kesho yake Leverkusen kampa ubingwa Bayern akiwa nyuma. Arsenal sieti. Arsenal mtoe. Watu mtoe. Haya bwana. Italy CA. Mechi hapo kuna angalia hiyo gap yao ya juu hapo. Mechi moja tu. Wenyewe wote wamecheza michezo 35. Gap ya pointi wa kwanza na wa pili. Kuna timu 20 nako. Bado mechi 3. Bado mechi 3 bado mechi 3. Nahisi ka utaratibu wake ni kazuri sana kukaiga kwenye ligi ya kwetu. Nahisi kwenye hakuna kiporo kuanzia mechi 5 mfululizo tumekuwa tukiziangalia. Hakuna kiporo kuweza kukamilika mechi 5 mfululizo. Sasa ngoja tutafika huko. Sasa Napoli anaongoza akiwa na pointi 77. Napoli. Inter Milan ana 74. Inter Milan wiki hii katumia nguvu nyingi sana kwenye UEFA. Kaingia finali. Sawa. Haya. 68 inafuata hapo Atalanta. 63 anafuata hapo nafasi ya 4 Juve. Kipindi fulani alikuwa na pesi nzuri, lakini baada ya mzunguko wa pili pesi ikapungua. Roma anafuata hapo akiwa na pointi 63. Timu yangu AC Milan iko wapi? AC Milan mbona naona iko chini sana ya 9. Moja ya timu yangu alikuwa anaipenda sana. Na pointi 57, yani haina hata mwelekeo wa kuchukua ubingwa. Timu yenye historia kubwa sana Italia. Anajua mmoja timu yangu. Timu yangu kuna mtu mwingine Juve. Anaruhusiwa lakini mimi hata wewe Juve. Mimi ni Inter Milan. Okay. Kwa 77 kwa 74. Michezo 35 wote. Hapo ina maana huyu ukimwangalia vizuri kwa mbali huyu Inter Milan atakuwa kapoteza mechi moja.
kapoteza hivi karibuni kwa sababu kuna wakati nafi kama mechi 3 zilizopita walikuwa wametai. Pointi zao zilikuwa zimelingana. Twende Riverside, maeneo Bungo hapo. Kuna mwenzetu Ali Bakari yupo na viunga, sijui hali yao iko vipi, lakini twende tukashuhudie Ali kumeamkaje huko. Na tunajua kabisa story kubwa ambayo sisi tunaiangalia kwa ukubwa kabisa ni uwepo wa dabi ya Kariakoo Juni 15. Sawa Juni 15 kuna dabi ya Kariakoo, lakini pia Simba inaondoka hivi karibuni kuelekea kule RS kucheza na RS Berkane. Najua mashabiki siku zote wa vilabu hivi viwili na wengineo, mashabiki wa vilabu hivi viwili na wengineo, nimerudia tena, wanakuwa na mitazamo tofauti. Tupate hiyo pressure iko vipi huko mtaani, na naona hali ya hewa angalau inaruhusu. Yes, Filipo Cyprian, mimi na mwenzangu Lucas na Majojo tumeamkia hapa eneo la Riverside, na kama ulivyotangulia kusema ya kwamba hali ya hewa ilikuwa inatishia kwa sababu masika hii, mvua zimekuwa zikinyesha hapa na pale, lakini kwa muda huu huenda ni kwa sababu inafahamika ya kwamba kurasa za mwisho sasa ipo hewani na tunatakiwa kuzungumza moja kwa moja kutokea hapa Riverside, basi mvua imetulia kwanza kidogo. Kwa hivyo magazeti yanasomwa hapa, lakini yapo ndani ya nailoni, na unamwona babangu hapa, mzee hapa yupo na barakashia yake, ameamka hapa na yeye mwenyewe, na muda mwingi nimeona alikuwa anachungulia gazeti la Mwanasport. Ama si mzee wangu? Ndio wewe bwana. Unaitwa mzee nani? Mimi naitwa Ramadhani Mfaume Ngogomera. Umefika tu hapa, umekimbilia eneo hili hapa. Habari gani imekuvutia? Habari hapa, habari mbalimbali zimevutia hapa, kama vile michezo, mambo ya siasa na mengineyo. Kwa hiyo tunaangalia vichwa vya habari. Huko kwenye upande wa habari za michezo ama gazeti ambalo linaandika habari za michezo, kuna vita ya usajili inaanzia hapa. Ndio habari ambayo imeandikwa katika gazeti la Mwanasport. Sawa. Taarifa hii wewe inakugusa? Kidogo imenigusa kwa sababu kuna picha za wachezaji watatu. Kuna Kakome, hapa kuna huyu hapa Ngoma na huyu Jibril Sila. Huyu Jibril Sila wa Yanga wa Azam, Ngoma wa Simba, huyu Kakome wa Yanga Afrika. Sasa hizi picha hapa sijui zina maana gani? Wewe shabiki wa timu gani? Mimi ni Azam. Wewe? Azam mimi. Bwana wewe Azam? Mimi Azam. Hebu geukia huko kwanza watu wakuone vizuri nyumbani. Wewe ni shabiki? Mimi wa Azam. Kila mtu anajua hivyo. Na umekimbilia hapo kusoma magazeti. Kwa hivyo habari, umemwona picha pale ya Jibril Sila imekushtua? Imenistua sana. Sasa sijui, sidhani mtangazaji huyu bwana si anaelekea wapi. Si anakwenda Yanga Afrika, si anakwenda Simba. Bora umetaja Yanga, Simba. Kiungo huyu ndio kiungo wetu mzuri sana, na hii habari siku nyingi zilikuwa zinagusiwa za kwamba huyu Azam hataki usajili mkataba saini kutokana mkataba wake umekwisha na anaondoka. Wewe umeanza kushabikia Azam mwaka gani? Mimi nilipenda mpira siku nyingi sana. Kabla Azam hajazaliwa mimi timu yangu ilikuwa TP Mazembe Ngilbeti. TP Mazembe Ngilbeti, bingwa Afrika walikuwa. Yaani Tanzania hapa Simba na Yanga hawa? Hapana, wababaifu tu, hamna chochote. Tafadhali. Ndio mpaka leo mtangazaji unaonaje? Mara mtu asiingie uwanjani, mara kuingia uwanjani. Ni wabaishaji tu, ujanja tu. Sasa bodi ya ligi imetangaza ya kwamba tarehe 15 mwezi Juni ile dabi ya Kariakoo itapigwa pale. Wewe kama shabiki wa mpira sasa, hebu tuambie kurejea kwa dabi ya Kariakoo, kwanza wewe unajisikiaje kama shabiki tu wa mpira? Kurejea kwa dabi ya Kariakoo ni nzuri sana. Kwa uamuzi ule umefanya serikali. Umesema? Uamuzi ule umefanya kikao kimekaa chini ya serikali. Yani kama vile na waziri wa michezo na utamaduni. Na wewe kama shabiki tu umefurahia kusikia dabi imerejea? Nimefurahi sana kwa sababu natamani kuiona dabi. Tutimize. Unatamani kuiona? Natamani kuiona. Unatamani nani ashinde? Mimi ajangu ashinde Azam tu. Sasa Azam haipo kwenye. Sasa wewe tumsikie ndugu yetu. Bwana sogea huko kwanza. Sogea ndugu yangu. Bwana mambo vipi? Sawa. Upo vizuri? Niko vizuri. Umemsikia shabiki wa Azam? Anataka kwenye dabi ishinde Azam. Wangu kachemka. Mzee wangu kachemka. Wewe shabiki tu. Mnyama. Sawa, unaitwa nani?
Mimi naitwa Hamisi Hassan. Taarifa za kurejea kwa dabi ya Kariakoo tarehe 15 ya mwezi wa 6, kwanza wewe umezipokeaje kama shabiki wa Simba? Yaani kwanza nashangilia. Unashangilia? Hauogopi dabi? Mnanikuogopa. Hauogopi dabi? Niogope kwa sababu zipi? Kwa sababu unavitafuna viporo ndio uogopi dabi? Yaani viporo nakula na ndimu, alafu na pilipili kidogo. Bwana wewe. Kiporo unakula na ndimu na pilipili na chumvi kidogo. Na chachando? Chachando siitaki. Chachando uitaki? Chachando siitaki. Una matarajio gani kwenye dabi ya Kariakoo? Mpira ni uwanjani. Sio kusema sione tufanye nini. Twende uwanjani tuangalie nani yuko bora. Wewe unavyoona timu yako unahisi utafanya vizuri? Timu yangu naiamini. Timu yangu naiamini. Tarehe 17 mchezo wa mkondo wa kwanza wa CAF Confederation Cup finali kule Morocco dhidi ya RS Berkane. Mchezo huu unautazamaje? Mchezo ni uwanjani. Mimi siwezi kusema Simba anashinda au Berkane watashinda. Twende uwanjani tuangalie nani atakaye kuwa bora siku hiyo, ndo atakayeibuka mshindi. Unaiogopa RS Berkane? Hapana, siogopi. Unaiogopa Yanga? Yanga si chakula cha nyumbani. Lakini amekufunga mara 4 mfululizo. Kunifunga sio sababu. Sasa ndio hiyo sababu ya kunifunga ni moja ya mchezo. Kama hujakubali kufungwa wewe sio mshindani. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Pronet Kimari. Wewe shabiki wa timu gani? Wa Simba. Simba Sports. Huyo hapa. Tarehe hebu watu waone bwana. Simba Sports. Yes, alama hii hapa. Unakitafuna kiporo cha kesho? Na unacheza na KMC. Tafuna tena anavyotaka. Tafadhali bwana. Ataumia. Nani ataumia? Okay, si KMC anakula zake kama kawaida. RS Berkane tarehe 17 anapigwa. Bwana wewe. Kombe liko hapa. Kombe liko hapa. Bwana tafadhali. Tafadhali na wewe. Kuna watu wanabisha eti. Anabisha. Unasema tarehe 17 tunampiga kwao na hapa tunapiga tena vile vile. Yaani nyumbani na ugenini. Lazima atazama. Tafadhali bwana. Hiyo tayari RS Berkane unaijua lakini bwana. Tunaijua na nishammonja siku nyingine za nyuma. Bwana wewe. Na kama kwa hivyo umuogope. Na kikosi hiki hakikuwa hivyo. Kwa hivyo kile kilikuwa bora zaidi au hichi ndio bora? Hiki ndio kamili kabisa. Mchezaji gani anakuaminisha ya kwamba utatoka na matokeo siku? Agua. Basi sasa ana goli 15 katika NBC Premier League. Upo vizuri? Upo. Shabiki wa timu gani kati ya Simba na Yanga? Mimi shabiki wa Yanga. Young Africans. Ndio. Ukiingia kwenye dabi tarehe 15 unahisi utashinda? Nitashinda kawaida. Utashinda kweli? Mimi nitashinda. Unaona kama una wasiwasi. Hebu ngoja. Unasema tutashinda. Unaishinda nani? Wewe unaitwa nani? Mimi Recho. Wewe shabiki wa timu gani? Yanga. Unashinda kwenye dabi? Nashinda. Bwana mama wewe. Unaona viporo vinavyotafunwa? Hata sisi tunavitafuna vile vile. Wewe una kiporo lakini sina kiporo lakini ukileta mchezo tunatafuna. Hiyo tarehe 15 mwezi wa 6. Hebu waambie Simba kwamba utatafuna hicho kiporo. Nitatafuna hicho kiporo chao. Uwaogopi Simba? Siwaogopi. Bwana wewe. Huko mtaani unakuta mama nani? Mama Recho. Unakaa mtaa gani? Nakaa mtaa Msumi. Waambie watu wa mtaani kwako kwamba kiporo cha tarehe 15 unakifanyaje? Hakichachi, tunashinda. Bwana Filipo, mama Recho huyo kutoka mtaa wa Msumi anasema kiporo hakichachi, tunashinda. Nashinda? Na wanao nao wanakubali hilo? Wanakubali, sema mwananchi. Ndio. Unatafuna kiporo? Ndio. Hakichachi. Hakichachi? Ndio. Uyogopi Simba wewe? Ndio. Mbona wewe unasema kinachachi? Kinachachi? Ndio. Wewe shabiki wa Simba? Ndio. Hebu niambie hii tarehe 15 baada ya kusikia kwamba dabi ya Kariakoo inarejea. Hebu waambie mashabiki wa Yanga. Amshindi wala nini? Hawashindi? Bwana mnashinda? Filipo Cyprian, hii ni vita ya familia, ipo ndani humo kwenye bajaji. Mama anasema wanashinda, lakini mmoja wa watoto ni shabiki wa Simba anasema wao pia wanasema hicho kiporo cha tarehe 15 mwezi Juni wao watashinda. Hapa vita bado inaendelea. Hakichachi na chacha. Kuna kina chacha na hakichacha. Hao ni mashabiki wa Yanga na Simba asubuhi. Wapo ndani ya bajaji, wapo safarini kuelekea katika maeneo mbalimbali. Wanajua Jumamosi leo hii kwenda kusalimia ndugu wakati mwingine. Lakini kikubwa ni kwamba tarehe 15 inaonekana wote wanaikubali mechi na wanaamini ya kwamba kila mmoja akiamini kwamba anaweza kashinda katika mechi hii hapa. Kampa tena tupo golini. Wewe unataka kusemaje? Unasema kampa? Kampa tena tuko golini. Na mchezaji gani unaamini ambaye anaweza kufanya maajabu katika hiyo mechi? Katika hiyo mechi? Aziz Ki. Wewe unafikiri mchezaji gani anaweza kufanya maajabu? Hamna yoyote. Kwa upande wako wa Simba sasa. Agua.
wewe uliwezaje kuwa shabiki wa Simba katika kundi la watu wa Yanga? Hebu nigeukia huko. Niambie. Kitu gani kilikufanya wewe ukawa shabiki wa Simba? Ni mwanao? Mtoto wa dada yangu. Una kitu gani kimemshawishi huyu mtoto kuwa shabiki wa Simba peke yake na wakati wenzake Simba? Babake ni Simba. Na wewe umewarithisha wanao kwa Yanga? Mimi sio wanangu tu, mpaka mjukuu huyu Yanga. Mpaka mjukuu? Unamlea wewe? Na umemfanya kwa Simba? Yanga. Baba yake Yanga na yeye mwenyewe Yanga. Wote umewarithisha? Filipo yule bwana shabiki wa Azam hapa ametoka kwa muda huu, kataenda kutafuta riziki, lakini kikubwa tu ni kwamba shabiki wa Azam anataka kwenye dabi ya Kariakoo ishinde Azam. Asante sana Filipo Cyprian, nirejeshe matangazo kwako. Mimi na Lukasi na Majojo tunamaliza hivyo kutokea hapa Riverside. Asante sana kwa mahojiano mazuri sana, kumechangamka sana hapo Riverside, na nimeona kuna baadhi ya mahojiano hasa ya familia yamekuwa yakitikisa sana, na naamini kwamba tukija kuangalia vizuri zaidi, maoni zaidi, tutaweza kufahamu nini ambacho kinaendelea. Kuna vitu viwili vitatu ambavyo nimeona katika nani ya leo. Kwanza mmesema Ali kachangamka leo Ali leo kachangamka sana. Ali Bakari leo baada ya kukataliwa kumoja yule dada, nikasikia kuanzia kachangamka. Kachangamka sana. Wale yule dada kukataa. Dada akasema mimi ni Simba lakini katoka ndugu. Ukasema amechangamka leo. Ali leo kachangamka sana. Kuna vitu kama hivyo mtaani, lakini pia tumeshuhudia kuna watu wanapenda timu zao. Hiyo moja. Alafu yani kiukweli, yani ile ni kiukweli. Tumemwona huyu mzee wa mwisho hapa Mchaga, huyu anarafudha Kichaga. Anarafudha Kichaga. Kimario. 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 Basi kama Kimario kwa lakini rafudhi Mchaga ya Kichaga. Na yule tukipata tunasema yule mwingine tulibishana. Kila mtu ataja mkoa wake. Huyu anatoka Kigoma, huyu anatoka Mwanza. Yule kakataa akasema eti atoki Mwanza. Yule alivaa t-shirt nyekundu. Wewe umecheka kwa sababu wewe pia Mchaga. Ame Mchaga kweli. Wewe Mchaga wewe. Lakini umejifunza nini? Kwa watu waliozungumzia kuhusiana na Simba. Ile mimi imenifurahisha kwa sababu inaonyesha katika familia kuna hayo mambo. Na sio wale tu. Na sio wale. Mimi naakiri kabisa, kwa mfano hata Bayern mimi ni timu yangu, mimi ni Real Madrid. Watoto ambao sio Real Madrid kama wewe. Lazima pale kwa kuna watoto ambao sio Real Madrid kama wewe. Baba wewe Arsenal, Real Madrid, mimi Real Madrid. Kwa nini unahitaji sana Arsenal? Unataka kama kuizungumzia Arsenal? Kule ni Arsenal, huku Real Madrid. Huku mimi nakupo kama babu. Wapi? Huku. Babu kasemaje? Unakuwa kama babu Azam. Babu kasema babu mimi nimempenda. Unajua kwa nini? Amesema ni Azam lakini anaonesha kwamba anaijua hiyo Azam. Anajua hiyo Azam. Sio Azam ule wa akisikia tu Azam akaipenda. Ni Azam ambao anaifuatilia. Kuna mtu alimdadavua Chazabel. Sila amemwelezea Sila kuanzia alimdadavua Chazabel, akaangalia mizizi iko wapi, akaikosa. Mizizi iko wapi, akaikosa. Asante sana jamani kwa siku ya leo, nafika tamati ya kipindi cha Kurasa za Mwisho. Nikukumbushe tu kesho kuna mechi ya Simba KMC dhidi ya Simba dhidi ya KMC dhidi ya Simba. KMC ndio yuko nyumbani pamoja na El Clasico ambayo ni Real Barcelona anacheza na Real Madrid katika mechi ya kuania ubingwa wa Hispania. Nikutakie Jumamosi njema kabisa wakati huu ambapo ukiwa unajiandaa na mapumziko, fuatilia vipindi vinavyoendelea Azam Sports.